dabi ya Mzizima, na itakuwa ni mechi nyingine ya kuvutia baada ya ile iliyopita kwa watani wake wa jadi Yanga wakicheza dhidi ya Azam katika dabi ya Dar es Salaam. Hii ni mechi ambayo inatengeneza rekodi nyingine mpya kulingana na zile ambazo zimeshapita tayari walipokutana huko nyuma, na sasa wanakwenda kutengeneza nyingine. Tujikumbushe kidogo mambo yalivyokuwa. Hii kwanza ni mechi ya pili ya marudiano. Manake mpaka sasa hivi Simba katika ligi kuu ya NBC ishacheza mchezo mmoja. Kwa hiyo ni mechi nyingine hiyo ya mzunguko wa pili. Manake kabla ya kucheza na Azam, Simba watakuwa na mechi na Coastal Union tarehe 2, alafu tarehe 5 ndio mechi ya Simba, mechi ya Azam na Simba. Manake itakuwa ni mechi ya 3 mara baada ya mechi ya TRA, Coastal na Azam. Lakini mechi mara nyingi kila msimu imekuwa na wakati mgumu kwa upande wa Simba kuweza kukusanya alama 6 mbele ya Azam FC. Manake kuna ugumu huo. Ukifuatia mechi yao ya kwanza Simba ilipoteza. Simba akiwa mwenyeji walifungwa goli 2 kwa sifuri. Tena ni mechi ambayo kiangalia mpaka dakika 80 mambo yalikuwa ni bila. Kwa hiyo na kwa muda mwingi Azam FC alikuwa anakaa nyuma, anamwacha Simba aje kuwashambulia, na anakuwa anashambulia kwa kutumia counter, na ndio aliingia pale Nasro Saduna ambaye alikuwa anatumia sana mapana ya uwanja, na dakika 82 na 89 ndio akaingia magoli hayo mawili. Kwa dakika 8 za mwisho zile zikaenda kuamua mechi. Msimu uliopita ukiangalia vile katika mechi mbili ambazo walikutana Simba na Azam, kwa mfano nilikuwa naangalia hapa katika mechi ya kwanza ya msimu uliopita 2025-26, mechi ilisha kwa sare ya goli 2-2. Mechi ya kwanza Simba 2 na Azam FC walipata magoli 2. Hiyo ilikuwa mechi ya pili. Mechi ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa Zanzibar, Azam alipoteza goli 2. Simba alishinda, uko sahihi. Mechi ya kwanza Simba alishinda goli 2 kwa sifuri. Magoli ya Teba na Fabrice Ngoma. Na mechi ya pili kaisha kwa 2-2 kama anavyosema Mpoma. Sare moja hivi. Ni mechi ambayo ukiangalia msimu uliopita vile Azam akufungwa mechi zote mbili. Ndio alipoteza mechi ya kwanza, ya pili ikaisha sare, lakini hakuchukua Simba kuchukua alama 6 mbele ya Azam FC. Na ndio kitu ambacho tunaona kwa hii dabi imekuwa na ugumu kutokana na mazingira kama hayo ambayo yamekuwa yana tofauti. Na ndio maana kuna kipindi kama unakumbuka Azam FC ashaya kuichallenge Simba katika nafasi ile za juu, nafasi ya pili. Simba ishika nafasi ya 3 kama unakumbuka ile msimu, na Simba ikamaliza nafasi ya 3, Azam ika nafasi ya pili. Na ndio sababu ya Simba Azam kushiriki michuano ile ya ligi ya mabingwa msimu ule 24-25 pale. Lakini msimu uliopita kuona Simba alipambana akarejea nafasi za juu kule, nafasi ya pili, na akashiriki Simba ligi ya mabingwa. Maana msimu uliopita bingwa alikuwa ni Yanga, Simba nafasi ya pili na Azam ikawa nafasi ya 3. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiangalia kwa picha ya jumla, ugumu wa kwanza ni jinsi ambavyo kwa upande wa Simba imebadilika. Upande wa kiuchezaji Simba huu msimu wa ligi na hasa dirisha dogo, katika nyota ambao imewasajili wale 8, 7 wanaanza kikosi cha kwanza, wamekuwa ni regular starter. Maana kuna kitu ambacho kimeongezeka katika timu ya Simba kwenye dirisha dogo ambalo wamelifanyia kazi, na ndio gumu na kwenda pale. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa hii mechi ya pili ya dabi tukashuhudia maingizo mengi mapya kwa Simba ukikompea na mechi ya kwanza. Wengi wameshaondoka mechi ya kwanza. Kwa mfano mechi ya kwanza ya Simba Shamuka Rabu alianza, lakini hayupo. Ipo TRA sasa hivi. Unazungumzia kina Kibu Dennis wale. Hawapo sasa hivi. Wapo huko kana Joshua Mutale, hawapo. Steven Mkwala. Kwa asilimia kubwa ni kama ni dabi ambayo inakuja na sura mpya kwa upande wa Simba, ikiwa na nyota hao 7 ama 8 ambao wamejiunga, na 7 wanaanza kosa kwanza kina Kibabage, Chama, Libasi Gay, Anise Ura, Kasali yule kipa, lakini Loemba. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kwa upande wa Simba inaweza kaifanya mechi kwa ngumu, na ndio maana mpaka sasa hivi Simba iko nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.